Ninawakaribisha kwa dhati ya moyo wangu katika kikao hiki muhimu. Uwepo wenu hapa siku hii ya leo si wa kawaida, ni uthibitisho wa dhamira ya pamoja ya kujenga sekta ya dawa iliyo imara, sekta ya dawa iliyo na ushindani na inayojitegemea. Serikali inawatambua wazalishaji wa dawa na bidhaa za afya kama washirika wa kimkakati katika kulinda afya za Watanzania na katika safari ya taifa letu kuelekea kujitegemea na kushindana kikanda na kimataifa. Tumekutana leo kwa lengo maksudi kuweka jukwaa la mazungumzo ya wazi, ya kweli na ya vitendo kati ya serikali na wazalishaji wa ndani, kusikiliza changamoto zenu kwa uhalisia wake na kuweka misingi ya maamuzi ya kimkakati yatakayokwenda kubadilisha sekta ya dawa kutoka ilipo leo kwenda pale tunapotaka iwe kesho. Hiki si kikao cha maelekezo pekee, bali ni kikao cha mwelekeo, maamuzi na utekelezaji. Serikali inatambua wazi kwamba mustakabali wa usalama wa afya ya taifa hauwezi kujengwa kwa kutegemea uagizaji wa dawa pekee. Unajengwa kwa kuwezesha wazalishaji wa ndani, kuimarisha uwezo wa viwanda vyetu na kuviunganisha kikamilifu katika mnyororo wa thamani wa kikanda na kimataifa. Ndiyo maana leo tunazungumza sio tu kuhusu changamoto, bali kuhusu mabadiliko ya kimuundo, ya kimkakati yanayohitajika. Ndugu zangu, niruhusuni nikumbushe kwa upana malengo makuu ya taifa katika kukuza ujenzi wa viwanda vya dawa nchini Tanzania. Kwanza ni kujenga uhuru na usalama wa afya wa taifa letu. Taifa linalozalisha dawa lina uwezo wa kulinda afya za wananchi wake wakati wa dharura za kiafya, majanga ya asili au misukosuko ya kimataifa ya mnyororo wa ugavi. Uzoefu wa dunia umetufundisha kuwa nchi zisizo na uzalishaji wa ndani wa dawa huwa hatarini zaidi wakati wa migogoro ya ndani, migogoro ya nje au migogoro ya kimataifa. Lakini pili, kuifanya Tanzania kuwa mzalishaji na msafirishaji mkubwa wa dawa barani Afrika. Dira yetu si kuzalisha pekee, si kuzalisha kwa matumizi ya ndani pekee, bali kuijenga Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji na usafirishaji wa dawa kwa Afrika Mashariki, SADC na bara zima la Afrika. Hii itaiweka Tanzania kwenye ramani ya kimataifa kama nchi inayochangia kikamilifu usalama wa afya wa kikanda na kimataifa. Tatu, ni kuleta na kuzalisha dawa za kisasa za kizazi kipya, advanced generics. Ukweli ni kwamba sehemu kubwa ya dawa zinazopatikana katika masoko mengi ya Afrika zinategemea teknolojia za zamani ambazo katika nchi zilizoendelea zimeshatumika kwa zaidi ya muongo mmoja. Dunia ya sayansi ya tiba inaendelea kwa kasi na ubora wa matibabu, usalama wa mgonjwa na ufanisi wa gharama vinaendelea kuboreshwa kupitia dawa za kizazi kipya. Kujenga viwanda vya kisasa nchini kutaiwezesha Tanzania kuhamia kutoka kuwa soko la kupokea dawa zilizopitwa na wakati kwenda kuwa mshirika hai katika maendeleo ya kisasa ya tiba duniani, yani advanced generics. Advanced generics zinatoa ufanisi ulioboreshwa, mifumo bora ya utoaji dawa mwilini,
dozi sahihi zaidi na madhara pungufu kwa wagonjwa. Ndugu zangu, ni lazima tuseme ukweli na kwa ujasiri na kwa uwazi kabisa. Bara la Afrika na Tanzania ikiwemo, kwa muda mrefu limekuwa ni soko la dawa za kizazi cha zamani, old generics, dawa ambazo katika nchi zilizoendelea zimeshatumika kwa muda mrefu, baadhi yake zikibadilishwa au kuboreshwa kutokana na maendeleo ya sayansi ya tiba. Ingawa dawa hizi bado zina mchango wake katika matibabu, ukweli ni kwamba dunia imekwenda mbele na sisi mara nyingi tumebaki tukipokea kile ambacho masoko mengine yamekizidi. Hali hii imechangia Afrika kuonekana kama soko la mwisho la bidhaa za dawa, badala ya kuwa mshirika sawa katika maendeleo ya tiba ya kisasa. Matokeo yake ni kwamba wagonjwa wetu mara nyingi hupata dawa zenye ufanisi wa chini ikilinganishwa na dawa za kizazi kipya, huku magonjwa yakibadilika kwa kuwa sugu zaidi na kuhitaji tiba zilizo bora, sahihi na salama zaidi. Crown Media. Hapa ni nyumbani.